Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde na habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Tanzania ya mwenyeji wa kongamano kimataifa la faraha na ulinzi wa taarifa binafsi. Katika biashara, maandalizi ya Sabasaba yafikia 99%. Serikali wataka wafanyabiashara kutumia fursa ya masoko ya kimataifa. Na katika habari za kimataifa, Taliban yasema takriban watu 30 wameuawa kwa mashambulizi ya Pakistan. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanze na taarifa inayoeleza kuwa Tanzania imekuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la faraha na ulinzi wa taarifa binafsi wa mwaka 2026 ukihusisha mataifa zaidi ya 5 kutoka bara la Afrika, ukiwa umelenga kuboresha misingi imara ya matumizi ya mifumo ya ukusanyaji wa taarifa binafsi na kulinda faraha kwa kuzingatia usalama wa nchi. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza katika mkutano huo uliofanyika Jumatatu Juni 29, Naibu Waziri wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari nchini Dr. Sweetbet Mkwama sema Tanzania imekuwa miongoni mwa nchi za mwanzo barani Afrika kuunda tume ya ulinzi wa taarifa binafsi ambayo imekuwa na mifumo imara ya kulinda faragha na taarifa binafsi za kampuni na watu binafsi, huku akiainisha kuwa hadi sasa wamekwisha sajili kampuni zaidi ya 14,000 kwa ajili ya kutumia na kuchakata taarifa binafsi. Taasisi zote zinazokusanya na kuchakata taarifa binafsi zihakikishe zinazingatia kikamilifu masharti ya sheria. 2. Ulinzi wa taarifa binafsi uonekane kama sehemu ya utawala bora na si jukumu la tume pekee. 3. Sekta binafsi na umma ziendelee kuwekeza katika mifumo salama ya usimamizi wa taarifa na kujenga uwezo wa watumishi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya Tume ya Taifa Ulinzi wa Taarifa Binafsi nchini Tanzania, Balozi Adadi Rajab, amesema kuwa kama bodi imefanikiwa kusimamia na kuongoza vyema Tume ya Taifa Ulinzi wa Taarifa Binafsi ambayo imefanikiwa kuwa na mifumo imara na njia bora za kulinda taarifa na faragha ambazo zimefanya kujenga imani kwa wawekezaji pamoja na wadau kutoka nje ya nchi kuendelea kuja na kuwekeza hapa nchini. Bodi imeelekeza nguvu zake katika maeneo makuu manne, Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwanza, kujenga taasisi yenye uwezo wa kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kwa viwango vinavyokubalika kimataifa. Na pili, kuimarisha mazingira ya uzingatiaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi kwa taasisi za umma na binafsi. 3, kujenga uelewa wa umma kuhusu haki za faragha na wajibu wa wadau katika usimamizi wa taarifa binafsi. Na 4, kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, kikanda na kimataifa katika masuala ya ulinzi wa taarifa binafsi. Naye mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa Ulinzi wa Taarifa Binafsi, Dr. Emmanuel Mkiria, amesema kasi ya ukuaji wa uchumi wa kidijitali pamoja na maendeleo ya teknolojia nchini umepelekea ongezeko kubwa la matumizi ya mitandao, hatua ambayo inakuja na changamoto nyingi katika ulinzi wa taarifa binafsi pamoja na kulinda faragha. Huko akiainisha kuwa mkutano huo umezileta pamoja nchi za Sudan, Kenya, Uganda pamoja na mataifa mengine kama vile Afrika ya Kusini ambayo yanatoka bara la Afrika ili kusaidia kuimarisha pia ulinzi wa faragha na taarifa kwa ushirikiano wa kikanda na kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya kongamano hili isemayo faragha kama nguzo, ulinzi wa kidigitali jumuishi kuelekea dira yetu ya maendeleo ya 2050 imechaguliwa kwa makusudi. Kauli mbiu hii inatambua kwamba Tanzania inaelekea kwenye uchumi unaotegemea maarifa, teknolojia, ubunifu na huduma za kidigitali. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo.
Taasisi ya Elimu Tanzania TET na kampuni ya Sahara Consult zimesaini hati ya makubaliano ya ushirikiano itakayowezesha kuimarishwa kwa matumizi ya teknolojia ya elimu katika shule za msingi nchini, hatua inayolenga kuunga mkono utekelezaji wa mtaala ulioboreshwa na kuongeza ubora wa ufundishaji na ujifunzaji kupitia teknolojia za kisasa. Mwanahabari wetu Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza katika hafla ya utiaji saini wa makubaliano hayo Juni 29, Mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Elimu Tanzania Dr. Anet Komba amesema ushirikiano huo umefika kwa wakati muafaka, kwani unakwenda sambamba na maboresho ya mtaala yanayosisitiza matumizi ya tehama na teknolojia nyingine katika elimu. Ameeleza kuwa kupitia makubaliano hayo TET itashirikiana na Sahara Consult kuendeleza maudhui ya kidigitali, kuwajengea walimu uwezo wa kutumia teknolojia darasani na kuhakikisha bunifu zote za teknolojia zinaendana na mtaala wa taifa. Kwanza tunapaswa kuongoza mapitio ya mitaala na kuhakikisha kwamba tunachopeka matumizi ya ICT pamoja na teknolojia nyingine katika ufundishaji na ujifunzaji ikiwemo coding. Lakini pia tunatakiwa kuwezesha kubuni na kusambaza ufundishaji na uimarishaji wa walimu, uwezo wa walimu kuweza kutumia teknolojia hizi katika ufundishaji na ujifunzaji. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Sahara Consult Jumanne Mtambalike ameishukuru serikali kwa kuweka mazingira mazuri yanayowezesha sekta binafsi kushirikiana na taasisi za umma katika kuimarisha na kuboresha sekta ya elimu nchini. Ameongeza kuwa Sahara Consult imejizatiti kushirikiana na Taasisi ya Elimu Tanzania katika kubuni na kutekeleza teknolojia za kisasa zitakazowasaidia walimu kufundisha kwa ufanisi zaidi na kuwapa wanafunzi fursa ya kujifunza kwa kutumia mbinu za kidigitali zinazokidhi mahitaji ya karne ya 21. Kwenye makubaliano haya, Sahara ina majukumu matano. La kwanza ni kufanya kazi na TET kwa karibu sana, kuangalia namna gani wabunifu wanaotumia teknolojia kwenye elimu wanaweza kufuata utaratibu ambao umewekwa na TET katika kupeleka solutions zao mashuleni ili kutoleta mkanganyiko pale wanapoenda kwenye mashule. Lakini la pili ni kuangalia kwa karibu wabunifu ambao wana bunifu zao za teknolojia kwenye elimu, namna gani wataweza kualign na maboresho ya mitaala kama walivyokuwa wanasema mkurugenzi hapa. Makubaliano haya yanatarajiwa kuwa hatua muhimu katika kuimarisha matumizi ya teknolojia kwenye elimu ya msingi nchini, huku yakichochea ubunifu, kuongeza ufanisi wa ufundishaji na kujenga kizazi chenye ujuzi wa teknolojia kinachoweza kushindana katika mazingira ya dunia ya sasa. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Takriban watu bilioni 2 duniani wana changamoto ya upungufu wa vitamin na madini, jambo linalosababisha uwepo wa matatizo mengi kwa wanawake wajawazito na watoto, ikiwa ni pamoja na uwepo wa upungufu wa damu kwa mama mjamzito na mtoto. Mwanahabari wetu Daniel Semelta kutoka Mbeya ametuandalia taarifa zaidi. Mkurugenzi mtendaji Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania, Daktari Jerumana Reina, amesema hayo wakati wa uzinduzi wa mradi wa kuboresha lishe kwa mama mjamzito Tanzania awamu ya pili, ambapo amesema kuwa takribani watu bilioni 2 wana changamoto ya vitamini na madini na kupelekea uwepo wa udumavu kwa watoto. Takribani watu bilioni 2 duniani kote wanapata changamoto au wanapitia changamoto za upungufu wa vitamini na madini. Na ukija katika bara la duniani kote, bado 37% ya wanawake wote wana upungufu wa damu. Kwa Tanzania, utafiti uliofanyika mwaka 2022, 56% ya wanawake wajawazito wana changamoto ya upungufu wa damu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Chunya Mbarak Ali Haji Batenga kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mbeya amesema 56% wanakadiriwa kuwa na upungufu wa damu, huku mganga mkuu wa mkoa wa Songwe Daktari Boniface Kasululu amesema kuwa nyanda za juu kusini bado kuna changamoto ya ubora wa lishe ya mama na mtoto katika maeneo mengi. 56% ya kina mama wajawazito wanakabiliwa na tatizo la upungufu wa damu, kama ambavyo tumeonyeshwa hapa wakati wa wasilisho hili ambalo limepita hivi punde. Na kama mtakavyokumbuka, tumeambiwa hapa kwamba 65% tu ya kina mama wajawazito wanahudhuria kliniki kwa mara 4 au zaidi. Kiwango cha mhudhurio kinachopendekezwa kwa mujibu wa WHO ni 90% na kwenda juu, lakini mkiangalia sisi bado tuko nyuma kidogo. Kwa hiyo tatizo la udumavu kwa watoto wa chini ya miaka 5, tunavyozungumza mikoa yetu imeathirika kwa sehemu kubwa, lakini
tunapotafuta tiba ya masuala ya lishe hasa kwa watoto, wataalamu wanasema zipo siku zile 1000 za mwanzo. Kwa upande wake mkurugenzi msaidizi kitengo cha lishe kutoka Wizara ya Afya, Neema Joshua, amesema kuwa kila mmoja anatakiwa kusimamia kikamilifu mradi huu ili kusaidia kuondokana na udumavu nyanda za juu kusini. Naye mwakilishi kutoka UNICEF, Joyce Mbeba, amezungumzia namna wanavyohakikisha wanapambana na udumavu nchini. Msingi wa mtoto upo kwa mama. Kwa hiyo tunapoboresha lishe ya mama, tunaboresha pia lishe ya mtoto, tunaboresha uhai wa yule mtoto, lakini pia tunahakikisha wamama hawa wanakuwa na afya nzuri, tunaepuka vifo vya mama ambavyo ni hatari sana kwa usalama wa mtoto. Kwa hiyo Wizara ya Afya itahakikisha kwamba mradi huu unatekelezwa na miongozo inafuatwa. UNICEF tunaamini kuwa kuwekeza katika lishe ya wanawake ni moja ya uwekezaji muhimu zaidi kwa ajili ya uhai, ukuaji na maendeleo ya watoto. Wanawake wajawazito wanapopata huduma bora za lishe, watoto wana uwezekano mkubwa wa kuzaliwa wakiwa na afya njema, kukua vizuri, kujifunza vizuri na kufikia uwezo wao kamili. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TV Habari. Ni kushukuru sana Daniel Smelta kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Njombe ambapo wataalamu wa afya na wagonjwa hususan wajawazito na akina mama waliojifungua katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Njombe Kibena wameshukuru wauguzi kutoka maeneo tofauti ya mkoa huo kwa kitendo cha kuchangishana fedha na kisha kuamua kutoa msaada wa mahitaji ya kibinadamu kwa wagonjwa waliolazwa katika hospitali hiyo, huku lengo likiwa ni kuwapa pole na kuwatia moyo katika kipindi hiki kigumu cha kupigania maisha. Mwanahabari wetu Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe ametuandalia taarifa zaidi. Wakitoa hisia zao mara baada ya kupokea misaada hiyo zikiwemo sabuni na sukari, Agnes Kaduma ambaye ni mama aliyetoka kujifungua na Rusi Matemangwa, muuguzi mfawidhi hospitali ya mji wa Njombe Kibena, wamesema msaada huo umekuja wakati mwafaka na utawapunguzia changamoto kwa kuwa wengi wao hawana uwezo wa kumudu mahitaji yote, na kisha kuomba wadau wengine kujitokeza kuwasaidia. Nashukuru sana kwa kutembelewa nanyi, nipo hapa kwa ajili ya uzazi. Mungu mlipotoa akaweze kuwazidishia maradufu, kwa sababu hata mliponipa hii zawadi tosha. Tunashukuru vile vile tumeletewa misaada ambayo kwa ajili ya kuwafariji wagonjwa wetu. Tumeletewa sabuni na sukari. Hivi ni vitu ambavyo vitawasaidia wagonjwa kwa mfano wodi hili tuko hapa ni wajawazito, lakini wanahitaji kula, watakunywa chai, watakunywa uji, na sabuni vile vile itawasaidia kwa sababu sisi ni watu wa afya, tunategemea na usafi vile vile. Wakati wagonjwa wakitoa shukrani zao kwa kuguswa, awali Emilio Msigara, mwenyekiti wa chama cha wauguzi mkoa wa Njombe yani TANA, na Sofia Mfungati, muuguzi mkuu mkoani humo, wamebainisha sababu ya kuligusa zaidi kundi la akina mama wajawazito katika misaada hiyo, ambapo wamesema ni kutokana na wanaume wengi kuwatelekeza. Kwa kuwa tunafanya majukumu yetu na wagonjwa na tunaona uhitaji wao tunaujua, si ndio? Asilimia kubwa wa kina mama wengi wao unakuta wanakuja wakiwa wana mahitaji mengi, familia zimewatelekeza wengine. Tuna shida kidogo wanaume, asilimia kubwa tuna tabia ya kusahau kwenye maandalizi, na hawa mama wanaojifungua mara nyingi wanahitaji usafi. Tunawasisitiza usafi, basi tunakuwa tumewatengenezea mazingira ya vifaa vya. Na kwa nini tumetoa kwenu? Nyinyi tunajua ni wamama wazazi ambao mnatakiwa kunyonyesha watoto, lakini zawadi yenyewe ambayo tunaitoa, tutatoa sukari, tutatoa na sabuni. Wauguzi wameonyesha moyo wa huruma kwa wagonjwa wa hospitali ya mji Kibena, ikiwa wanaadhimisha siku ya wauguzi duniani kimkoa, ambapo Agata Mhaiki wakati akihutubia kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Njombe akatumia fursa hiyo kuwapongeza wauguzi kwa kupunguza idadi ya vifo vya watoto wachanga na wajawazito katika kujifungua. Wapongeze wauguzi wote kwa mara nyingine tena kwa kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga kutoka 308 hadi 210 mwaka 2025. Juhudi zenu pia zimechangia kupunguza maambukizi ya VVU. Katika maadhimisho yenu ya siku ya wauguzi, mmefanya zoezi la utoaji wa huduma mbalimbali za afya kwa wananchi
bila malipo yoyote. Siku ya wauguzi duniani huadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 12 Mei, lakini mkoa wa Njombe umeadhimisha siku hii Juni 28. Kutoka hapa mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Ni kushukuru sana Ibrahim Godfrey Mlele kwa taarifa hiyo. Zaidi ya walimu 40 kutoka shule za msingi na sekondari mkoani Dodoma wameondoka kwenda nchini Korea Kusini kwa ziara ya mafunzo ya wiki 2 yenye lengo la kujifunza mbinu za kisasa za ufundishaji zitakazosaidia kuongeza ufanisi wa ufundishaji na kuinua kiwango cha ufaulu wa wanafunzi katika mkoa huo. Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa kuwaaga walimu hao katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, katibu tawala msaidizi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma Mwajabu Nyamkomola amesema mpango huo umeratibiwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma ukiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha sekta ya elimu na kuongeza matokeo ya wanafunzi. Ameeleza kuwa walimu hao wanatarajiwa kujifunza mbinu mbalimbali za ufundishaji, matumizi ya teknolojia katika elimu pamoja na mifumo bora ya usimamizi wa elimu ambayo itawasaidia kuboresha utoaji wa elimu pindi watakaporejea nchini. Kubwa la hawa walimu walioko mbele yenu ni kwamba wametunikiwa tuzo kwa kazi nzuri walioifanya. Lakini kazi kubwa hii pia ikiongozwa na kinara wetu Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ametujengea mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia. Kwa hiyo walimu kutoka mkoa wa Dodoma katika halmashauri zetu wameongoza vizuri katika mitihani ya darasa la 7 na darasa la 4. Kwa hiyo walipewa zawadi mbalimbali, lakini zawadi kubwa ni hii ya kwenda kupata ujuzi mkubwa katika maeneo ambayo wameshaendelea wenzetu. Baadhi ya walimu wanaoshiriki mafunzo hayo akiwemo Jema Kikwero na Neema Amos wameeleza kuwa wamepokea fursa hiyo kwa furaha na kuahidi kutumia kwa vitendo maarifa na uzoefu watakaopata nchini Korea Kusini ili kuongeza ubora wa ufundishaji na kuchangia kuboresha ufaulu wa wanafunzi katika shule zao. Walimu hawa wanatoka kwenye shule bora. Kwa mujibu wa mpango wetu wa tuzo, kuna shule bora zinazochaguliwa kwa vigezo. Vigezo vilivyopo kwenye huo mpango wa tuzo umewezesha baadhi ya shule hizi kuchaguliwa, ambapo kutoka kila shule wanatoka walimu 2, mkuu wa shule na mwalimu wa somo. Na hawa walimu wapo wa masomo ya aina zote. Wapo walimu wa masomo ya sayansi, wapo walimu wa masomo ya hisabati, walimu wa masomo ya sanaa, lugha na biashara, na walimu wa masomo ya amali. Na tunakwenda Korea kujifunza katika maeneo 4. Tunategemea baada ya kutoka huko tutakuwa na nguvu kubwa na pia tutakuwa na uwezo mkubwa kwa ajili ya kuweza kufundisha vizuri na kuwafundisha wenzetu ambao kufanikiwa kwenda huko Korea Kusini kwa ajili ya mafunzo. Kwa hiyo baada ya kurudi nahisi tutakuwa na furaha kubwa na pia tutakuwa na hamasa kubwa ili kwamba mwakani, kwa sababu hizi tuzo ni muendelezo, mwakani tuweze kurudi tena. Fursa hii ambayo tumeipata ya kwenda nje ya nchi huko Korea imetujengea hali kubwa ya ufundishaji kule mashuleni. Hata walimu tulioacha huko mashuleni wana ile hali ya kutaka na wenyewe kufanya vizuri ili mwisho wa siku na wenyewe waje wapate fursa hii kama tulioipata sisi ya kwenda huko nje ya nchi. Walimu hao wanatarajiwa kurejea nchini baada ya kukamilisha mafunzo ya wiki 2, huku matarajio yakiwa ni kwamba ujuzi watakaopata utakuwa chachu ya kuboresha viwango vya elimu na matokeo ya wanafunzi katika mkoa wa Dodoma. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Geita ambapo wahenga walisema wazee wetu ni fahari yetu. Hata hivyo, kwa baadhi ya wazee nchini fahari hiyo imegeuka kuwa mzigo kutokana na kuendelea kubeba jukumu la kulea wajukuu na hata vitukuu, huku watoto wao wakikwepa wajibu wao. Mwanahabari wetu Joel Maduka ana undani wa taarifa hii kutoka mkoani Geita. Baadhi ya wazee mkoani Geita wanasema hali hiyo ni aina ya unyanyasaji dhidi yao, kwani inaleta athari za kisaikolojia na kiuchumi. Wamedai kuwa licha ya umri wao kuwa mkubwa, wanalazimika kutafuta mahitaji ya wajukuu, huku baadhi ya watoto wao wakishindwa kuwapatia msaada au kuwatunza kama inavyostahili. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wazee wamesema wamejikuta wakiomba msaada kutoka kwa wasamaria wema ili kukidhi mahitaji ya msingi ya familia wanazozilea. Ana haki ya kuleta matumizi kwako, si kuleta watoto nyumbani kwako. Anahitaji ya kutunze kama ulivyomtunza yeye, sio kuleta watoto tena nyumbani kwako uwatunze watoto, upeleke hospitali, upeleke shule. Hapana. Mtoto wako umemzaa, ana kazi au ana shughuli mbalimbali huko, lakini baada anazaa watoto kuleta nyumbani kwako ili uzae upya, yeye yuko anastarehe. Yani ni ukatili mbaya sana ambao tumeisha
tumeuona na tumeukemea kwa kweli. Ingawaje hatusemi kwamba tunawakataa wajukuu, lakini bado tunawakubali kwa utaratibu. Kisaikolojia sisi inatuathiri katika upande wa kuwahudumia. Hatuwezi tukawahudumia hawa watoto kwa sababu sisi nguvu zetu zimekwisha. Mmoja wa wazee hao ni Asteria Busengwa, mjane anayeishi na kuwalea wajukuu wake wanne. Asteria anasema jukumu hilo limekuwa likimsababishia msongo wa mawazo na kumwondolea utulivu aliyoutegemea katika kipindi cha uzee wake. Walikuwa wanawalewa wa mama zao, wakagombana na wana zao, wakaja na watoto, tukakaa nao kidogo, wakasema mama tukatafute hela huku, hela zimekoswa, wakaenda. Kale kasichana kale kameenda kwenye kuni, nakaambia enda ukauze kakuni. Ninunua mboga, ninunua mahindi, ninakula na watoto wao. Mpaka na sasa bado Kwa upande wake afisa ustawi wa jamii manispaa ya Geita, Cuthbert Biabato, amewataka watoto kutimiza wajibu wao wa kuwahudumia wazazi wao na kulea watoto wao, akisisitiza kuwa kuwaachia wazazi mzigo huo ni kinyume cha maadili ya jamii na kunaweza kuchangia kuongezeka kwa changamoto za kijamii na kiafya kwa wazee. Tunawakuta watoto wengi wanaishia mtaani, wanaishia pasipopata haki zao za msingi kama elimu, afya. Kwa hiyo tunaendelea kutoa rai kwa jamii nzima, hasa vijana ambao kweli wanakuwa na watoto, kila mmoja timize wajibu wake kwa mtu. Wadau wa ustawi wa jamii wanaeleza kuwa ushirikiano wa familia na jamii kwa ujumla ni muhimu katika kuhakikisha wazee wanaishi maisha yenye heshima, utulivu na staha wanazostahili baada ya kulitumikia taifa na familia zao kwa miaka mingi. Ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Wakulima wa zao la tumbaku wanaosimamiwa na chama kikuu cha ushirika cha Songea na Mtumbo Sonamco wamekubaliana kwa kauli moja kusitisha uuzaji wa tumbaku ya moshi hadi atakapopatikana mnunuzi atakayenunua zao hilo kwa bei inayokidhi gharama za uzalishaji. Taarifa mwanahabari wetu Innocent Horomo kutoka Ruvuma inasomwa na Mtiga Abdaga. Uamuzi huo ulifikiwa katika mkutano uliowakutanisha wadau wa zao la tumbaku uliofanyika mkoani Ruvuma baada ya wakulima kueleza kutoridhishwa na bei zinazotolewa na wanunuzi ambazo ziko chini ya gharama halisi za uzalishaji. Wakulima hao wamesema wanahitaji tumbaku iuzwe kwa bei isiyopungua dola za Marekani 1.7 kwa kilo, huku wakieleza kuwa wastani wa bei inayotarajiwa ni dola 1.95 kwa kilo. Wamesema kuwa gharama za uzalishaji tumbaku kwa sasa ni dola 1.6 kwa kilo, hivyo kuuza kwa bei ya chini kutawaingiza katika hasara. Leo tukubaliane hapo kwamba hizi tumbaku za moshi sisi tutaweza kuvumilia kama mwaka jana. Sonamco kwa bei hiyo hatuwezi. Bora kwa vumilia ukapata faida kuliko ukakimbia baada ya kuuza mashamba kulipia mbolea kwa bei hizi. Utaleta tatizo. Kwa sababu tumbaku ya mvuke umezungumza dola 2.1. Ukipiga hesabu hapo inakuwa 4200. Sasa 4200 kuna dola 0 ziko zitakuja hapa na uweze kupata hiyo. Ukichukua watu kana muuza 1500, yani 1.5 kilo toboa kule. Akitoa taarifa ya hali ya soko la tumbaku, meneja wa chama kikuu cha ushirika cha Sonamco Juma Mwanga amesema licha ya bei ya wastani ya tumbaku kwa dola 1.95 kwa kilo, wanunuzi waliojitokeza wamewasilisha bei zilizo chini ya gharama za uzalishaji, jambo ambalo limezua wasiwasi kwa wakulima. Bei ya tumbaku zinanunuliwa msimu huu zinanunuliwa chini ya bei ya wastani. Lakini sio chini ya bei ya wastani, inanunuliwa chini ya bei ya gharama za uzalishaji. Kuzalisha tumbaku kilo moja ya tumbaku, tunazalisha tumbaku hasa na dola 1.6. Yaani ukichukua kuni, ukichukua mbolea, ukichukua kila kitu, leba, nani, gharama zake kuzalisha tumbaku ni dola 1.6. Kwa hiyo kama mkulima wa tumbaku akizalisha, akiuza tumbaku chini ya dola 1.6 utafsiri kapata nini? Yaani kama tumbaku ingenunuliwa kwa dola 1.6, maana yake mkulima apati faida, apati hasara, si ndio? Kwa upande wake mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Ruvuma, Venance Msafiri, amewataka wakulima kuzingatia hali halisi ya soko la tumbaku. Amesema kuwa hakuna uhakika wa kupatikana kwa mnunuzi atakayekubali bei wanayoitaka. Option nyingine mambo isipokuwa kama mambo mlisema nyinyi hapa, inakuaje? Bahati mbaya tumbaku hatuli. Tungesema hata kama ni mbaazi sambana acha zikae tupeleke labda kwa ng'ombe, lakini tumbaku wapi unapeleka? Utavuta zote zitaisha. Ni kushukuru sana Innocent Horomo kwa taarifa hiyo.
Mtazamaji, turejee tena jijini Dar es Salaam ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amefanya kikao na wadau mbalimbali wa masuala ya usafirishaji na kuunda kamati maalum ya ukarabati na kushughulikia changamoto ya msongamano wa magari kwenye jiji la Dar es Salaam, kamati ambayo inaratibiwa na katibu tawala wa mkoa huo, lengo likiwa ni kumaliza kero hiyo. Mwanahabari wetu Mrisho Mapeyo ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini humo mara baada ya kikao kazi hicho kilichokutanisha wadau mbalimbali ikiwemo LATRA, mamlaka ya bandari, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa huo na uwakilishi kutoka mkoa wa Pwani, mkuu wa mkoa huo Albert Chalamila amesema ukuaji wa bandari ya Dar es Salaam pamoja na uhitaji wa bandari kavu eneo la jirani na bandari ni miongoni mwa mambo yanayochangia msongamano wa magari katika jiji la Dar es Salaam. Chalamila ameongeza kuwa uwepo wa mizani ya kupimia magari kwenye eneo la Kurasini pamoja na ubovu wa baadhi ya miundombinu ya barabara zimekuwa pia zikichangia kusababisha msongamano wa magari, ambapo amesema kamati hiyo itashauri namna bora ya kushughulikia changamoto hizo na kwamba itakuwa na mipango ya muda mfupi na ya muda mrefu. Sasa tunakwenda kujiridhisha kwa mara ya mwisho ili tuzitoe kama taarifa sasa kwa wana Dar es Salaam wote. Moja, tukizungumzia kuhusiana na kupanua kwa barabara, tuwe na majawabu sahihi kuhusu ni barabara gani itatanuliwa, kwa ukubwa gani, na ni kwa muda gani barabara hiyo itatanuliwa ili kuweza kumaliza tatizo la foleni. Lakini namba 2 nikisema kutakuwa na barabara ya bypass ambayo inaweza kusaidia pia uondoaji wa baadhi ya magari, tuwe very sure kwamba bypass hiyo itakuwa iko sehemu gani, inaweza kuwa kilomita ngapi na inaweza kukamilika kwa muda gani. Lakini namba 3 tukisema malori yote yaanze kufanya kazi kuanzia saa 2 za usiku au saa 3 mpaka saa 11 asubuhi, ni jambo ambalo pia tunalizungumza, lakini ili iwe hoja ya msingi ya kuwapa Watanzania lazima tuidigest up to the end, na ndio maana kwamba kamati hiyo sasa inakwenda kuangalia. Aidha, kupitia kikao kazi hicho wadau wamezungumzia suala la mabasi ya mikoani na nchi jirani kupaki nje ya kituo cha mabasi cha Magufuli, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema wanatarajia kufanya kikao na wamiliki wa mabasi ili kuhakikisha fedha zilizotumika kwenye uwekezaji wa kituo cha mabasi cha Magufuli ziweze kuwa na tija. Tumekubaliana baadhi ya mambo, na jambo mojawapo ni kwamba timu yetu hiyo ambayo imeundwa itawafikia pia wamiliki wa mabasi na kuweza pia kupata taarifa za msingi kutoka kwao, ili mwisho sasa tuweze kulinganisha na taratibu na sheria tulizonazo ndani ya LATRA pamoja na wenzetu wa halmashauri na tuweze pia kufikia mwisho. Lengo, tunamlinda mlaji na mwekezaji, na tukimlinda mlaji na mwekezaji manake tunataka biashara zake zikue, lakini zikue katika utaratibu. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Zaidi ya wakazi 1000 wasiojiweza wakiwemo wazee waishio kata ya Chamanzi manispaa ya Temeke jijini Dar es Salaam wanakabiliwa na changamoto ya uhitaji wa bima ya afya pamoja na mahitaji ya kujikimu ikiwemo chakula, kutokana na kundi hilo asilimia kubwa kutokuwa na uwezo wa kiuchumi. Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Kufuatia changamoto hizo, jumuiya Mabudha wa Kichina waishio nchini Tanzania kupitia umoja wao ujulikanao kama Buddhist Association of Chinese in Tanzania umefanikiwa kutatua baadhi ya changamoto zinazowakabili wananchi hao, ikiwemo mahitaji ya chakula, ambapo kupitia kiongozi mkuu wa Longman Buddhist in Tanzania Xiang Hong amesema wamewapatia chakula familia zaidi ya 250 pamoja na kuwezesha kupata mahitaji muhimu ili kusaidia familia hizo wakiwemo wazee kuendelea na maisha yao kama familia nyingine. Kwa upande wake, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Chamanzi pamoja na mwalimu mkuu wa Longman Nasari iliyopo Chamanzi wamesema mahitaji mengine ambayo familia hizo yanahitaji ni pamoja na bima za afya, huko wakishukuru kutokana na mahusiano mema baina ya Mabudha na wananchi wa Chamanzi ambayo amewezesha kutatua baadhi ya changamoto kwa wakazi hao, ikiwemo ujenzi wa chuo cha ufundi stadi ili kutoa elimu kwa vijana. Katika ili waliolifanya hawa madhehebu ya Kichina ambao wameweza kutusaidia, ambao bado tunaendelea kuwaomba waendelee kutusaidia, ikiwemo katika bima afya za NHIF kwa watu wasiojiweza. Changamoto nyingine ambazo tulizokuwa nazo ndo kama hizo za malazi, jinsi ya matibabu hospitalini, lakini pia na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo tunaendelea kuwaomba na wengine changamoto zilizokuwepo basi na wengine waendelee kujitoa kwa ajili ya kutusaidia. Familia 250 zimenufaika na misaada hii, na lengo lao ni kuhakikisha kwamba wanatoa baraka kwa kila familia, na zaidi ya yote
kuongeza rehema na neema kwenye kila familia. Nao baadhi ya wahitaji waliopatiwa msaada huo wameshukuru kwa kutatuliwa changamoto ya chakula, kwani baadhi yao walifikia hatua ya kukaa siku 3 hadi 4 bila kupata chakula, wakiomba msaada wa bima za afya iziwasaidie katika kutatua changamoto ya matibabu. Na tunashukuru misaada wanaoendelea kututolea kila mwaka kutusaidia sisi wagonjwa kama sisi watu wa pressure na tuna kazi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa msaada waliotupatia, inatusaidia kukizi mahitaji yetu, na tunashukuru sana kama kutakuwa kuna wadau wengine wenye hali nzuri wakaweza kutusaidia katika kata yetu ya Chamanzi. Yaani hakuna siku niliyefurahi kama siku ya leo kwa kupata hii riziki. Bwana, naomba msaada huu uwe unajitokeza kwa kila wakati. Kampuni ya mawasiliano ya Halotel imesema imewekeza zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 1, zaidi ya shilingi trilioni 2.6 nchini Tanzania tangu ilipoanza shughuli zake, huku ikiwekeza zaidi ya dola milioni 100 kila mwaka kupanua miundombinu ya mawasiliano ikiwemo mtandao wa 5G na huduma za kidigitali zinazochochea uchumi wa kidigitali. Ellen Manyangu ametuandalia taarifa hiyo na inasomwa hapa studio na Mtiga Abdallah. Amesema uwekezaji wa Halotel haujalenga biashara pekee bali pia kuboresha maisha ya Watanzania kupitia huduma za mawasiliano, Halo Fiber na Halo Pesa, huko kampuni ikiendelea kuleta suluhisho bunifu zinazorahisisha shughuli za wananchi na biashara. Nawaletea teknolojia na maendeleo ya teknolojia kutoka moyoni mwetu, katika mioyo yetu pamoja, ili kuwafikishia wananchi, kuwafikishia huduma wateja wetu wote kwa pamoja. Kwa mapenzi ya dhati tulionao, ndio tunaleta hii huduma ya internet, huduma ya mawasiliano, huduma ya fedha kwa maana ya Halo Pesa. Vyote hivi tunavileta kwa moyo mkunjufu na moyo wa upendo kwa wateja wetu wote hapa Tanzania. Kwa hiyo tutakwenda na slogan ya teknolojia kutoka moyoni, na hii ni rasmi katika kuhakikisha kwamba tunaendana na mahitaji ya dunia. Amesema maonesho ya Sabasaba ni fursa ya kukutana na wateja, kusikiliza maoni yao na kuboresha huduma. Ameongeza kuwa mwaka huu Halo Pesa inatimiza miaka 10 na imeboreshwa kwa huduma zaidi za kifedha kidigitali ili kuimarisha matumizi ya malipo yasiyotumia fedha taslimu. Tuongelee kwa ile Mtanzania akitaka kufanya uchaguzi anachagua nini? Kwanza tutaangalia kwa sasa hivi unahitaji kitu gani. Sasa hivi kila mmoja tunasema ndo karne ya nini? AI, akili mnemba. Ni mnemba, si ndio? Sasa hivi kila mmoja amekaa katika mtandao, mtahitaji nini? Yaani kama sio ndo tutaanza kutembelea kitengo cha 5G kila siku, yani internet mtataka kila siku. Sasa hivi watu wanatakaga, zamani ilikuwa kila mmoja na internet kwenye simu, lakini sasa hivi naona watu hata mtaani wananunua router. Eti dada, sasa hivi ni mitaa mingapi kama kwani nimenunua router za mtaa? Yaani mtaa tu natumia router yani. Umeona sasa kama sasa hivi watu wananunua kwa kikundi. Unakuta watu sasa hivi wanachangishana wengi, yani kila mmoja ni wifi. Amewakaribisha Watanzania kutembelea banda la Halotel kujionea teknolojia mpya, huduma za 5G na Halo Pesa pamoja na ofa mbalimbali zilizoandaliwa na kampuni katika kipindi chote cha maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI inatarajiwa kuendesha zoezi la vipimo na matibabu kupitia akili unde katika kambi maalum itakayofanyika kupitia maonesho 50 ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba yanayoendelea siku zaidi ya 15. Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika maonesho hayo ambayo yanaendelea jijini hapa, mkurugenzi mtendaji wa JKCI Peter Kisenge amesema kuwa wananchi watapata fursa ya kushuhudia vifaa vya kisasa vinavyoweza kuchunguza utendaji wa moyo na kufuatilia wagonjwa hata wanapokuwa majumbani kupitia teknolojia ya akili unde, ambapo amewataka Watanzania kuendelea kujitokeza ili kufahamu afya zao kwa kuwa kambi hiyo ni ya bure. Dr. Kisenge amesema kuwa lengo la ushiriki wa JKCI katika maonesho hayo Sabasaba ni kuhamasisha Watanzania kujitokeza kwa wingi kupima afya zao na kufahamu viashiria muhimu vinavyoweza kuwasaidia katika kuzuia magonjwa ya moyo. Tunaenda kuonyesha dunia fahari hii kwa kuonyesha teknolojia mbalimbali ambazo zitakuwepo hapa. Kuna teknolojia zinazotumia akili munde au artificial intelligence, ambapo wagonjwa watakuwa wanapimwa magonjwa ya moyo kwa kutumia akili munde. Vipo vifaa ambavyo vitakuwa vinamchunguza mgonjwa kwa kuangalia utendaji wa kazi wa moyo, lakini vipo vifaa ambavyo vitakuwa vimewekwa hapa kuonyesha
hata mgonjwa akiwa nyumbani akiwa na shida ya moyo anaweza akafuatiliwa kwa kutumia hivi vifaa vyenye akili munde. Kwa upande wake, daktari bingwa upasuaji wa moyo JKCI Thabiti Kombo amesema kuwa JKCI imeendelea kupanua huduma zake za matibabu kwa kufungua vituo vipya katika maeneo mbalimbali nchini na kuongeza kuwa kwa sasa JKCI inatoa pia huduma kwa wagonjwa kutoka nchi zaidi ya 20 barani Afrika ikiwemo Zambia, jambo linalofanya taasisi hiyo kuwa kitovu muhimu cha matibabu katika upande wa huduma za moyo kwa ukanda wa Afrika. Vifaa vyetu vya akili unde ambavyo tunavyo hapa vya kumfuatilia mgonjwa akiwa nyumbani baada ya sisi kumpatia tiba pale hospitali pia viko hapa mubashara. Ukitembelea banda letu mtaonyeshwa mahsusi namna gani mgonjwa anafuatiliwa akiwa nyumbani amelala kwenye kitanda chake au amekaa kwenye kochi, lakini sisi taarifa zake zote tunazipata. Pressure yake, mapigo yake ya moyo, namna anavyohema, joto lake la mwili, vyote sisi hapa tunaweza tukafuatilia tukiwa mbali kabisa na ambako mgonjwa yupo. Kiachana na hiyo, tunakuja pia kuwaonesha namna gani ambavyo mfumo wetu katika hospitali zetu ni rahisi ukienda kupata huduma, namna ambavyo utaenda kujiandikisha. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani na tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, maandalizi ya Sabasaba yafikia 99%. Serikali wataka wafanyabiashara kutumia fursa ya masoko ya kimataifa.